miss and grieve. Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu hapo awali. Vurugu zimeshuhudiwa nchini Tanzania wakati uchaguzi mkuu unaoendelea. Makundi ya vijana yaliingia mitaani kuandamana wakati uchaguzi mkuu, wakifunga barabara, kusimamisha magari na kukabiliana na maafisa wa polisi, hali ambayo iliyolazimu maafisa wa polisi kutumia vichozi machozi ili kuwatawanya, huku Rais Samia Hassan Suluhu akitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni. Hata hivyo, kwenye uchaguzi huo idadi ya wapiga kura imepungua, huku Rais Samia Suluhu Hassan sasa, ambaye pia anatuhumiwa kuwakandamiza wapinzani wake, akisema kwamba uchaguzi umeendeshwa kwa njia sawa. Mwanahabari wetu Daniel Kariuki na maelezo zaidi. Maandamano na vurugu zilizuka kwenye miji mbalimbali ya nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hicho ni kituo cha kupiga kura. Vurugu zilizojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ambao uliandaliwa Jumatano. Vijana walionekana wakiandamana na uharibifu wa aina yake ukishuhudiwa haswa mji mkuu wa Dar es Salaam. Jambo lililofanya serikali ya Tanzania kuzima mitandao katika nchi hiyo. Maeneo yaliyoathirika yakiwa ni ya Kimara na Ubungo, ambapo usafiri na usalama ulitatizika, ikilazimika maafisa wa polisi kuingilia kati na kutumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji. Serikali ikishikilia kuwa ilikuwa imeimarisha usalama na kuwa hali ilikuwa shwari, ingawa serikali imetoa amri ya kutotoka nje saa 12 jioni. Haya yalikuwa yakijiri siku ambayo Tanzania walikuwa wakishiriki uchaguzi mkuu. Wazi kabisa usionekane. Mwisho kabisa kwenye kona. Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan akipiga kura kwenye uchaguzi ambao amelibikiziwa lawama. Uchaguzi huo ukitajwa kama mzaha na njia ya kumtawaza Rais Suluhu kuendelea na awamu nyingine ya uongozi. Suluhu kwa upande wake alidai mambo yapo shwari. Suluhu akituhumiwa kwa kukandamiza upinzani na hata kuwafungia wapinzani wake wasishiriki kwenye uchaguzi huo. Walioshiriki wanaoaminika kuwa vibaraka vya Suluhu wamedai kuwa taifa la Tanzania huenda likahusika na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Tegemeo yangu kwa siku ya Jumatano uchaguzi mkuu ni kwamba Chama cha Mapinduzi kitashinda kwa 100%. Maana wananchi wengi wa Tanzania wengi wanakipenda hiki chama na kina ubora na maendeleo yanaonekana. Kwa sasa haijabainika ikiwa maeneo ya kupigia kura yamefungwa au la, na pia mwelekeo wa matokeo ya uchaguzi huo ambao umedaiwa kutokuwa na haki wala ukweli. Daniel Kariuki, KTN. Naomba msamaha na